Hii ni Maisha Kamili. Tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Nawakaribisha tena ndugu watazamaji katika siku nyingine ya Ijumaa. Tunaangalia wiki hii kumjua Mungu. Na tuko na fungu letu zuri la kitabu cha Yohana 17:3. Na uzima wa milele ndio huu wa kujua Mungu wa pekee na wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Amina. Leo tunaenda kujibu maswali ya siku ya Ijumaa, lakini pia na kuhitimisha. Basi, kabla ya kuanza tuweze kupata ombi. Baba yetu Mungu mtakatifu, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa nafasi ya pekee umetuita tena leo tukuulize maswali na utujibu. Baba, tunapopata majibu na anayetutazama naye apate ya majibu na tuende sawa sana mapenzi yako. Ndivyo tuombavyo tukipokea kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Kumjua Mungu. Kumjua Mungu. Katika maswali yetu ya kututafakarisha zaidi juu ya somo hili la kumjua Mungu yanayopatikana katika siku ya Ijumaa, ila kwanza na pili kama yanafanana. Hebu fikiria lile somo la Jumapili tulipoangalia sifa mbalimbali za Mungu. Tunataka kumjua sasa tabia yake, sifa zake. Kiangalia zile sifa. Ipi ambayo imekugusa wewe? Huyu Mungu wangu, yaani mimi pale ananigusa pa. Na wakati unajibu swali hilo, ni sifa gani ambayo unamuelewa lakini uielewe vizuri na unatamani uielewe zaidi? Umuelewe Mungu katika hiyo sifa zaidi na zaidi. Hii ni swali la binafsi. Karibu. Yeyote anayetaka kufungua. Sifa ambayo nimeipenda katika hizo sifa ambazo za siku ya Jumapili tulizokuwa tunaeleza nyingine. Mungu ni mwenye rehema. Amina. Mungu mwenye rehema. Unaweza kujumuisha hata hizi za Jumatatu, utakatifu, upendo, utakatifu. Na niseme pia, na ndio sifa ambayo nimeipenda lakini naielewa, lakini kama bado unatamani kuielewa zaidi. Upekee wake, namna ambavyo anaweza akashirikiana na sisi, ule upekee ndio hapo unapopata Mungu anashirikiana na mimi, upekee anataka mimi niwe kama yeye. Nakumbuka ulikuwa unanisimulia juzi pale jinsi ulivyoshiriki utakatifu wa Mungu kwenye tumbo ambalo lilikuwa linaonekana limechafuka. Baada ya kukimbilia dawa akasema ngoja nione. Alafu ndani ya dakika 2 tumbo likatulia. Maana sije akasema ninawasingizia. Ni kweli kabisa. Ilikutokea. Nashuhudia ni kweli kabisa. Ule ulikuwa ni utakatifu, sio utakatifu? Ule ulikuwa ni utakatifu. Tumbo litakaswa. Litakaswa. Wewe hata kwenye mambo ya afya. Kwa hiyo unatamani kujua zaidi, ku-experience zaidi usafi wa Mungu, utakatifu wa Mungu, uhai wa Mungu. Lakini na mimi sifa wewe nisimalize bwana. Mwenzangu sijui unasemaje juu ya sifa hizi? Sifa hizi pamoja na kwamba Mungu ni pendo. Katika hali ya kawaida nashangaza sana na upendo wa Mungu. Sehemu ambapo kama mwanadamu unaweza kuwa dhaifu, lakini katika udhaifu wako Mungu bado anakupenda. Amen. Tulimwacha, tuliasi, tulipungukiwa utukufu wake. Lakini katika upungufu wetu akatutafuta, akanitafuta mimi, akanikomboa. Kwa hiyo hii sifa kwa kweli bado najiuliza, na nikiungana naye naomba nizidi kuendelea na hii sifa yake. Amen. Mimi bwana, sifa ambayo inanigusa ni ya uungu bwana, uumbaji, shirikishi. Mungu aliposema, nasema kuhusu ya kwanza, Mungu aliumba mbingu na nchi. 26 anasema na tufanye mtu kwa mfano wetu. Alikuwa anaongea na Elohim, anaongea na miungu. Au vipi? Anasema zaeni mkaongezeke. Shirikisha wanadamu nguvu ya uumbaji. Kuna watu wakati mwingine wao wanatakiwa kufanyiwa operation miguu itolewe. Hivi nasema, hivi Mungu angekuwa hapa angesema daktari kata tu mguu, hamna jinsi au vipi? Hivi Mungu muunga angefanyaje? Ninaguswa na Mungu muumba na sifa hii na natafuta na mimi
kuijua zaidi namna gani ninaweza nikawarudishia watu macho. Amina. Kama uumbaji uendelee sawa sawa katika safari yake kuakisi utukufu wake. Mengi nadhani tunaweza msikilizaji, na wewe tunatamani kusikia kutoka kwako. Comment pale ikiwa kama unatamani kushiriki pamoja nasi, tutafurahi sana. Labda somo na fungu la mwisho, natamani yako mafungu mengine ya 3 na 4 tutaruka kidogo, lakini twende la 5 la mwisho. Na twende kwenye ile somo la Jumatatu hili la utakatifu, ile kitu yako. Twende tusome kwanza Petro kwanza sura ya kwanza mstari wa 13 mpaka 16. Hiyo tu Petro kwanza itatupatia tafakari zaidi. Petro kwanza utakatifu. Sura ngapi? Sura kwanza mstari wa 13 mpaka 16, lakini tunaweza tukaendelea kidogo. Kwa hiyo vifungeni viuno vya nia zenu na kuwa na kiasi, mkitumainia kwa utimilifu ile neema mtakayoletewa katika ufunuo wake Yesu Kristo. Kama watoto wa kutii, msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu, bali kama yeye aliwaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Endelea. 17. Na ikiwa mnamwita Baba yeye ahukumuye kila mtu pasipo upendeleo kwa kadri ya kazi yake, enendeni kwa hofu katika wakati wenu wa kukaa hapa kama wageni, nanyi mfahamu ya kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu. 19. Bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila. Tunaweza kuendelea. Ukweli ni kwamba Mungu ni mtakatifu na anatualika tuwe watakatifu. Amen. Kuishi maisha ya utakatifu kunafananaje? Wewe ni mtakatifu? Mimi ni mtakatifu. Amekualika uwe mtakatifu. Mimi ni mtakatifu. Na wewe pia amekuita. Na ulipoitika umekuwa mtakatifu au bado? Nimekuwa mtakatifu, naendelea kuwa mtakatifu. Na okay, sasa tunaendelezaje? Tunaishije hilo jina la utakatifu? Tunaendelezaje? Tunaishije? Utakatifu unafananaje? Ndani ya siku 6, ndani ya siku 7, ndani ya masaa 24, utakatifu unafananaje? Kwa sema kwanza hapa ni kwenye mafungu amesema, na imeandikwa mtakuwa watakatifu kama mimi mtakatifu. Nitatafuta wiki nzima kumkisi kama yeye alivyo mtakatifu. Yaani katika kutembea kwangu, katika kula kwangu, je, kuna upekee? Kuna utofauti? Una sifa njema? Kuna upendo? Katika maneno yangu, sifa zote za Mungu. Sifa zote za Mungu najaribu kuziakisi na mimi. Sio najaribu, natafuta kuziakisi katika maisha yangu. Na natakiwa kichwani mwangu nijitambue kama mimi ni mtakatifu. Na nikishajitambua mimi ni mtakatifu, nitatafuta kujua yale mtakatifu na kuenenda katika utakatifu. Labda una maelezo niongeza? Maelezo yangu hayako mbali sana. Yeye amesema kwamba kutafuta, lakini mimi ningesema kwamba kila siku tuishi maisha yasiyokuwa na dhuluma, yasiyokuwa, maana Mungu si wa dhuluma, yaani maisha yaliyojaa haki, maisha yaliyojaa huruma na kuwarehemu na watu, kwa sababu baba yetu ni Mungu wa rehema. Kwa hiyo tunapoishi hayo maisha kama alivyosema, tunazidi kutafuta na tunakuwa watakatifu. Bila shaka hayo maisha ukiyaishi, huwezi kukaa mbali na utakatifu. Anasema msienende katika, tuliposoma, msienende na katika ile mienendo ya zamani ya baba zenu. Unajua kama
kama mama, kama mtoto, kama baba kwa mtoto. Ni rahisi kutembea kwenye njia za baba yako sana. Japo wengine nasema baba alikuwa mlevi sana, sitaki pombe kabisa. Lakini kuna elements za baba utachukua jina lake, ngozi yake, utarithi vitu fulani hivi. Hata vitabio unaweza kujikuta na. Sasa kutembea kama Mungu baada ya kutembea kama Mnyakyusa au kama binadamu. Sawa, binadamu. Hapo unaanza kutembea kama Mungu. Mungu pamoja nasi. Tunamuita Mungu pamoja nasi. Hii inatafakarisha zaidi. Yaani watu wakiona hivi sura waseme huyu ni Mungu hapa. Tunamjua Mungu. Sasa sio kwamba tumehubiriwa na mchungaji, tumemuona Mungu ndani yake. Tunaishi kwa viwango hivi. Basi Mungu atusaidie hapo. Mimi naamini ni somo ambalo linatuita ndani zaidi. Kwa hiyo tunamalizaje? Kweli wiki hii mimi nimefurahi sana kuzijua sifa za Mungu. Amina. Nimechua jamani, Yesu pia Alhamisi Emmanuel pamoja nasi. Kumbe hata udhihirisho wa Yesu ninaweza nikauona katika wewe. Kumbe hata mimi naweza nikadhihirisha Yesu. Amen. Katika mwili wangu. Alienda basi nifanye bidii. Nifanye bidii mimi na Yesu Kristo aonekane katika maisha yangu. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ukiona sura yangu asinione. Amen. Mungu akupe. Amina. Mimi nimefurahia Yesu kutuhakikishia kwamba yupo nasi mpaka siku ya mwisho. Amen. Yupo nasi, hatuachi. Amen. Kwa hiyo katika magumu yetu tunayopitia, katika changamoto ya aina yote, yupo pamoja. Emmanuel. Mungu pamoja nasi. Kwa hiyo tunapomaliza sasa somo hili la pili kabisa linalozungumza kumjua Mungu. Kwa hiyo tunaona tangu uumbaji Mungu ametafuta uhusiano pamoja na sisi. Amejidhihirisha uwezo wake. Na anatafuta sio kwamba abakie katika hali ya kutofananishwa tu, atufananishe, atualike tuishiriki sifa hizi. Na sasa imewezekana kupitia mwanawe Yesu Kristo ambaye alimfananisha Mungu. Hata anaalika Filipo, wewe kama umeniona mimi umeshamuona Mungu. Amina. Sasa twende tuombe neema hii. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya mafunuo, ujuzi wa sifa zako, tabia yako, sio tu katika maneno yanayokushuhudia, lakini hata katika matendo yanayokushuhudia. Na hasa katika Kristo Yesu ambaye kwa kuishi kwake, kufa kwake na kufuka kwake, tumeona Mungu wewe ukiwa pamoja nasi ndani yake katika imani. Sasa itokee hivyo kwetu pia na kwa msikilizaji wetu. Ikiwa kama kumuona Mungu katika kanisa alipoingia kanisani, ikiwa kama halishindwa kumuona Mungu kupitia wachungaji, manabii, mitume, Baba amfungulie macho akakuone kupitia watumishi wako wasioonekana, wanaovuma lakini yani hawamo wavumao, lakini wamo unawatambua na wanakudhihirisha kupitia watoto wadogo, wachanga, wanyenyekevu, akauone uso wako. Baba, tunataka kukujua, tujulishe zaidi na zaidi, tuandae kwa masomo mengine yanayokuja. Ndivyo tunavyoomba kwa jina la Yesu, amen. Amen. Asante sana ndugu mtazamaji, tumefikia tamati somo la pili, kumjua Mungu. Wiki ijayo tunaenda katika somo la tatu. Somo la tatu linasemaje? Somo la tatu linasema kiburi dhidi ya unyenyekevu. Amen. Karibu sana ndugu mtazamaji, mimi ni Arnold Rubinza, Enos Makalindile na mwenzetu nami Geoffrey Omondi. Amina. Karibu sana siku ya wiki ijayo. Hapa ni Temboni, Dar es Salaam. Karibu sana. Amen.